السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala ibn Asal Aziz anasema sehemu yoyote ambapo tuna jumuiya zetu kuhusiana na bishara ya mwana aliyeahidiwa, wanajumuiya wanafanya mikutano. Tarehe 20 ya Februari ni tarehe ambamo Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kupata taarifa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala alitoa bishara ya kuzaliwa kwake mwana mmoja, na kuhusiana na hii alitoa tangazo. Katika tangazo lile sifa za yule mtoto zilielezwa. Tangazo hili lilisambazwa tarehe 20 ya Februari 1886. Kuhusiana na bishara hii, sehemu ambapo wanajumuiya wanaweza kufanya mikutano, wanafanya mikutano tarehe 20 ya Februari, na mahali ambapo wanajumuiya hawawezi kufanya mikutano katika tarehe hii ya 20 wanafanya mikutano katika tarehe nyingine. Kusherekewa siku hii ya mwana aliyeahidiwa au kufanya mikutano katika siku hii kwa hakika ni kwa sababu ya kutimia kwa bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatufanyi mikutano hii kwa sababu ya hii kwamba Khalifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu alizaliwa katika tarehe hii ya 20 ya Februari. Nimeeleza maelezo haya kwa sababu vijana wa siku hizi wanauliza swali wakati tunaposherekea siku ya mwana aliyeahidiwa, kwa nini hatusherekei siku za kuzaliwa kwa mahalifa wengine? Hazur anasema kwamba siku hii si siku ya kuzaliwa kwa halifa wa pili, kwa sababu yeye alizaliwa 1889 katika tarehe 12 ya Januari. Basi baada ya maelezo haya, leo mimi nitazungumza kuhusu bishara ya mwana aliyeahidiwa. Kwanza kabisa nataka kusoma maneno ya bishara hii iliyoandikwa na Sayyidina alayhi salatu wasallam mwenyewe. Vile vile nitaeleza kwamba bishara hii
imetimia katika dhati ya hazrat halifa wa pili raziallahu taala anhu mirza bashiruddin mahmud raziallahu taala anhu. hivyo ndivyo halifa wa kwanza pia alikuwa na mawazo haya, na vile vile wazee wengine wa jumuiya pia walikuwa na maoni haya kwamba bishara hii imetimia katika sura ya halifa wa pili raziallahu taala anhu. halifa mtukufu anasema kwamba kama nilivyoeleza kwamba huyu mwana aliahidiwa alipewa sifa chungu mzima, na jinsi alama hizi zilipotimia na sifa hizi zilipotimia, na watu walieleza maoni yao. nataka kueleza mifano yake kadhaa, lakini kwanza nataka kusoma bishara ile iliyoandikwa na sayyidina alah salatu mwenyewe. sayyidina alah salam anasema bishara hii ni kuhusiana na ukweli wangu. tarehe 20 Februari 1886. Kwa ufupi mimi naandika bishara hii ambayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu. baadaye bishara hii itachapwa kwa maelezo zaidi. sayyidina alah salam anasema kwamba Mwenyezi Mungu ambaye ni mwenye uwezo juu wa kila kitu, na yeye ana shani kubwa sana, Mungu kwa kunifunulia ameniambia kwamba mimi nitakupatia nishani ya rehema yangu sawa na maombi yako. basi mimi nimepokea maombi yako, na nimeweka baraka sana katika safari yako ya kuja Hoshiarpur. basi wewe unapewa nishani ya kudra ya Mwenyezi Mungu, na unapewa nishani ya ihsani na fadhila za Mwenyezi Mungu, unapewa ufunguo wa ushindi na mafanikio. ewe Muzaffar, iwe salamu juu yako. Mungu amesema hivi ili wale ambao wanataka uhai wapate okovu katika mauti, na wale ambao wamelala kaburini watoke nje, ili kwa kupitia bishara hii heshima ya dini tukufu ya Islam idhihirike juu ya watu, haki idhihirike na batili ikimbie, ili watu wajue kwamba mimi ni mwenye kudra, nafanya sawa na hiari yangu. Yani Mwenyezi Mungu ni mwenye kudra, anafanya sawa na hiari yake, na vile vile ithibitike mimi niko pamoja nawe. na wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu na wanafanya fedheha na wanakataa Islam na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao wapate nishani waziwazi. vile vile njia ya haki na batili idhihirike. basi unapewa bishara kwamba utapewa mwana mzuri sana, utapewa mwana zaki mwenye heshima sana, na atakuwa kizazi chako, yani atakuwa mtoto wako, na atakuwa mtoto wako wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu amesema katika bishara kwamba mtoto mmoja anakuja kama ni mgeni, jina lake ni Emmanuel na Bashir. yeye amepewa Roho Takatifu, na yeye hana dhambi, na yeye ni nuru ya Mwenyezi Mungu. Mwenye baraka ni yule ambaye anakuja kutoka mbinguni, pamoja naye fadhila za Mwenyezi Mungu zitashuka, na fadhila atakuja pamoja naye. yeye atakuwa mwenye heshima sana, atakuja duniani, na kwa baraka zake yeye atawasafisha watu katika maradhi yao. yeye ni kalimatullah, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemtuma kwa msaada wake maalum. yeye atakuwa na akili na ufahamu sana, na vile vile atakuwa mpole wa moyo, na yeye atajazwa na elimu ya kidhahiri na kibatini, na yeye atafanya watatu kuwa wanne. Doshamba ni yenye baraka, mazharul awwal wal akhir, mazharul haqqi wal a'la, ka anna allaha nazala min as-samaa.
kuja kwake itakuwa yenye baraka sana na itathibitisha jalali ya Mwenyezi Mungu. Nuru inakuja na nuru hii imetumwa na Mwenyezi Mungu. Sisi tutatia roho yetu ndani yake na kivuli cha Mwenyezi Mungu itakuwa juu yake. Atakuwa haraka haraka na yeye atawasaidia wafungwa na yeye atapata umashuhuri katika kila pembe ya dunia na mataifa yatapata baraka kutoka kwake. Kisha baadaye baada ya kufanya kazi yote yeye ataaga dunia hii wakana amr makazia. Haya yalikuwa maneno ya bishara ya Sinam alayhi salatu wasalam aliyofanya. Kisha kuhusu Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu, Sinam alayhi salatu wasalam anasema, mwana wangu wa kwanza alipozaliwa, mashehe na wenzao na wakristo na mabaniani wakafurahi sana kwa sababu ya kifo chake, na wakasema mara kwa mara kwamba katika tarehe 20 ya Februari 1886 kuna bishara kwamba watoto kadhaa watafariki. Kwa hiyo hii ili amuliwa kwamba watoto kadhaa watafariki, lakini wao wakaendelea na dhihaka yao. Kwa hiyo Mungu akanipatia bishara ya mtoto mwingine. Mimi nikatoa tangazo lake katika tangazo lililoandikwa katika makaratasi ya rangi ya majani. Sayyidina al-Islam anasema kwamba tarehe mosi Septemba 1886 mpaka tarehe hii leo, yule mtoto ambaye bado hajazaliwa, huyu mtoto maana aliahidiwa, lakini sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu lazima katika muda uliowekwa huyu mtoto atazaliwa. Mungu hawezi kufanya kinyume na ahadi zake hata kidogo. Maneno haya yaliandikwa katika sabzi ishtihar. Sawa na bishara hii, Januari 1889 mtoto mmoja alizaliwa, alipewa jina la Mahmud, na yeye bado yupo hai na umri wake sasa hivi ni miaka 17. Haya ni maandiko yaliyoandikwa katika Hakikatul Wahi Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba huyu mtoto yupo hai na sasa umri wake ni miaka 17. Sayyidina alayhi salatu wasalam aliandika zaidi maandiko mbalimbali kuhusu mwana aliahidiwa, lakini sasa nataka kueleza halifa wa kwanza alikuwa na maoni gani kuhusu mwana aliahidiwa. Miezi 6 kabla ya kufariki kwa halifa wa kwanza, Pir Manzur Ahmad Saheb alimwambia halifa wa kwanza kwamba baada ya kusoma matangazo ya Sayyidina alayhi salatu wasallam, nimejua kwamba mwana aliahidiwa ni Mirza Bashiruddin Mahmud. Kwa kusikia maneno yangu haya, halifa wa kwanza akasema, sisi tulikuwa tunajua tangu zamani kwamba yeye ni mwana aliahidiwa. Je, huoni kwamba namna gani sisi tunamheshimu Mirza Bashiruddin Mahmud? Pir Manzur Saheb akaandika maneno haya aliyosema kwamba atie sahihi. Halifa wa kwanza aliandika maandiko juu ya hii kwamba mimi nilisema maneno haya, nilimwambia maneno haya wa Pir Manzur Ahmad Saheb, na alisema maneno haya 1913. Anasema baada ya tukio hili, kesho yake ilipoelezwa, halifa wa kwanza alikuwa amelala kitandani. Nilikuwa nimekaa karibu naye. Baada ya muda mfupi, yeye mwenyewe halifa wa kwanza radhiyallahu ta'ala anhu akasema kwamba usichape makala hii. Maneno haya niliyosema jana kwamba Mirza Bashiruddin Mahmud ni mwana aliahidiwa, wakati yeye atakapopata upinzani wakati ule uchape maneno haya niliyosema jana. Mukarram Ghulam Hussain Saheb, mwenyeji wa mji wa Sialkot, aliandika wakati halifa wa pili alipotangaza yeye ni Musleh Maud,
akamwandikia kwamba ewe kiongozi wangu halifatul masih usani musleh maud ayyadahu Allah bin nasr al-aziz. Katika gazeti la Al-Fazl ya tarehe 30 Januari, namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah mimi naona Mwenyezi Mungu amesadikisha ruya yangu. Anasema Hazur labda anajua kwamba halifa wa kwanza katika maisha yake, katika gazeti la Al-Fazl nilimpongeza Huzur kwamba Mwenyezi Mungu ameniambia katika ruya kwamba baada ya halifa wa kwanza wewe utakuwa halifa na utapata ufaulu na vile vile utapata ufunuo. Ruya hii nilimwelezea halifa wa kwanza, na halifa wa kwanza alisadikisha ruya yangu na alisema ndio maana sasa upinzani wa hali ya juu unapatikana. Alhamdulillah, sasa namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wewe mwenyewe pia umedai kuwa musleh maud, yani halifa wa pili alitangaza 1944 kwamba yeye ni musleh maud. Kwa hiyo anasema alhamdulillah umetangaza kwamba wewe ni musleh maud, lakini mimi nilikuwa na hakika katika maisha kabla ya tangazo lako kwamba wewe ni musleh maud. Bana Bangali sahib katika barua yake aliyemwandikia halifa wa pili anaandika kuhusu tangazo la musleh maud kwamba nataka kueleza ndoto yangu. Ni ndoto hii niliona kama miaka 20 iliyopita, nimeshawahi kuandika ndoto hii, lakini sasa Huzur umetangaza kwamba wewe ni musleh maud. Kwa hiyo mimi nina yakini kwamba ruya ile, ndoto ile ilikuwa kuhusu bishara hii. Niliona katika ndoto kwamba kuna jalsa ya Idi na Sayyidina alayhi salatu wasalam amesimama na amevaa kanzu nzuri sana na anatoa hutuba. Alipomaliza hutuba, nilipoenda kupeana mkono naye nikamkuta kwamba yeye si Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, bali ni halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu. Ndoto hii nilimwambia Zilur Rahman sahib ambaye ni ndugu yangu, Maulvi Zilur Rahman sahib ambaye ni ndugu yangu. Akasema kwamba wewe umeambiwa kuhusu bishara ya mwana aliyeahidiwa. Sheikh Muhammad Ismail sahib Sarsavi anaeleza, tumemsikia Sayyidina alayhi salatu wasalam mara chungu mzima, mara kwa mara alieleza, alikuwa akisema kwamba yule mtoto ambaye ametajwa katika bishara yeye ni Mia Mahmud. Na tulimsikia kwake hii pia kwamba alikuwa akisema Mia Mahmud ana shauku ya dini kiasi hiki, baadhi wakati mimi namuombea sana, nafanya dua sana kwa ajili yake. Madamu Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu hakuambiwa na Mwenyezi Mungu, hakudai kwamba yeye ni Musleh Maud, lakini wakati alipoambiwa na Mwenyezi Mungu yeye ni Musleh Maud, ndipo alitangaza yeye ni Musleh Maud. Katika tangazo lake alisema hakuna shaka kwamba kuhusu mwana aliahidiwa, alama alizoeleza Sayyidina alayhi salatu wassalam, alama hizi nyingi zimetimia ndani yangu. Na wanajumuiya walikuwa wakisema kwamba bishara hii ni kuhusu mimi, lakini nilikuwa nikiwaambia kwamba madamu Mwenyezi Mungu hatoi amru na haniambii kwamba mimi ni Musleh Maud, mimi sitatangaza kwamba mimi ni Musleh Maud. Sasa siku ile imekuja kwamba Mwenyezi Mungu ameniruhusu na mimi nimetangaza kwamba mimi ni Musleh Maud. Kisha Musleh Maud wakati wa kutangaza kwamba yeye ni Musleh Maud akasema katika mji wa Hoshiarpur kwamba mimi sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu natangaza, Mwenyezi Mungu sawa na bishara ya Sayyidina alayhi salatu wasalam amenifanya kuwa mwana aliahidiwa ambaye atasambaza jina la Sayyidina alayhi salatu wasalam katika kila pembe ya dunia. Kisha katika jalsa ya Lahore akasema kwamba nasema kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu na siwezi kusema uongo juu ya Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu
katika bishara ya Sheikh Bashir Ahmad amenibashiria Mwenyezi Mungu kwamba mimi ni mwana aliyeahidiwa na mimi ni yule Musleh Maud. Kwake Islam itaenea katika kila kona ya dunia na umoja wa Mwenyezi Mungu utaimarika katika dunia hii. Hadha Masih Maud alayhi salatu wassalam, alama alizozieleza katika bishara ni zaidi ya 50. na watu walishuhudia sifa hizi zote ndani ya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyid Abul Farj al-Hasani kutoka Damascus anaeleza Hazrat Amirul Mu'minin Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu ya kufa kwake sisi tumehuzunika sana na tumepata huzuni sana. Jumuiya ya Damascus imepata huzuni sana kwa sababu ya kufariki kwake, kwa sababu jumuiya ya Damascus ilianzishwa na halifa wa pili na mti wa jumuiya ulipandwa kwa mkono wa Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa mti huu umekuwa mkubwa. Mwenyezi Mungu alisema kweli kuhusu yeye kwamba mataifa yatapata baraka kutoka kwake. Sisi tumepata baraka ya maombi yake na tulipata mapenzi yake. Nakumbuka vizuri kwamba wakati wote nilipomwandikia barua kwa ajili ya maombi, nilikuta kwamba maombi yake yalipokelewa katika maisha yangu, na ufunuo wa Mwenyezi Mungu ni sahihi kuhusu yeye kwamba nuru inashuka. Mwenyezi Mungu alimtuma kwa nuru yake. Kwa hiyo bishara hii ilitimia katika nafsi yake. 1944 Julai kuna ndoto ya bana moja imeelezwa. Bana Muhammad Muhail Saheb kutoka katika Kamal Dera alimwandikia halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu ndoto ya jamaa yake ambaye ni Muhammad Akram alikuwa si mwanajumuiya. Anasema 1936 Hazur alipokuja mji wa Nawab Shah, kabla ya kuja kwake niliona katika ndoto kwamba mtu mmoja anakuja juu ya simba. Alipokuja karibu nami nilimkuta katika mwili wake aya za Qur'an tukufu ziliandikwa. Nikawauliza watu, huyu ni nani? Nikaambiwa kwamba huyu ni Mirza Mahmud Ahmad Qadiani. Nikawauliza kwamba huyu ni mtu aina gani? Wakasema kwamba huyu ni mtu wali wa Mwenyezi Mungu katika dunia hii. Kwa wale wasiokuwa na jumuiya, wao pia waliona kwamba alama hizi za Muslim Maud zilitimia ndani ya Sayyidina Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Na moja mwingine ambaye si mwanajumuiya anaandika kwamba Mirza Ghulam Ahmad Qadiani anapata taarifa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba nitakupatia mtoto na kwa kupitia yeye haki itaenea na watu wengi watakubali haki kwa kupitia yeye. Huyu bwana anasema kwamba someni bishara hii mara kwa mara, kisha semeni kwamba je, bishara hii haikutimia? Wakati bishara hii ilipotolewa, wakati ule mtoto halifa wa pili alikuwa mtoto na kulikuwa hakuna wasia kwamba yeye atateuliwa kuwa halifa, na watu waliambiwa kwamba wao wachague halifa. Wakati ule wengi walimkubali Hakim Nuruddin Sahib kwamba yeye awe halifa. Kwa hiyo wapinzani walifanya mdhaha na walifanya dhihaka kwamba bishara haikutimia kwa sababu halifa wa kwanza amechaguliwa halifa. Mtoto wa Mirza Ghulam Ahmad hakuchaguliwa kuwa halifa, lakini baada ya kufariki kwa Nuruddin Sahib, Mirza Bashiruddin Mahmud akachaguliwa kuwa halifa. Na hii ni kweli kwamba katika wakati wake jinsi jumuiya iliyopata maendeleo ni aina yake. Wakati alipochaguliwa halifa, wanajumuiya walikuwa wachache. Katika wakati wa halifa wa pili jumuiya imeenea duniani kote, na inaonekana kwamba katika mahesabu yatakayopigwa ya watu, idadi ya wanajumuiya itakuwa zaidi katika kuliko mwaka 1931.
kwa hiyo jinsi jumuiya na islamu ilipoenea duniani, hii mfano wake haupatikani duniani. Anasema Mwenyezi Mungu katika bishara yake aliyosema, kwa sababu bishara yake jumuiya ilipanuka sana. Hii inathibitika kwamba bishara imetimia. Bana Arjun Singh ambaye ni singa yeye ni mhariri wa gazeti, anasema kwamba Mirza Sahib 1901 wakati Mirza Bashiruddin Mahmud alikuwa mtoto, alitoa bishara wakati ule kwamba Mwenyezi Mungu amenipatia bishara kwamba utapata mtoto ambaye atakuwa Mahmud, na kwa kumpitia yeye giza itaondoka na nuru itapatikana. Basi hii si bishara bali ni chakula kwa ajili ya moyo wa kiroho. Anasema bishara hii ni cha ajabu. Wakati ule Mirza Bashiruddin Mahmud alikuwa si mtaalamu, wala yeye alikuwa si mtu maarufu. Kusema wakati ule kwamba utapata mtoto ambaye atakuwa na sifa hizi, lazima bishara hii alipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Inaweza kusema kwamba Mirza Sahib kwa sababu ya kudai ameanzisha jumuiya, na iliweza kufikiriwa kwamba labda baada ya kufariki kwake mtoto wake atachaguliwa, lakini haikutokea hivi, kwa sababu yeye hakuweka sharti kwamba mtoto wake achaguliwe kuwa halifa baada yake. Lakini badala ya hii halifa wa kwanza alichaguliwa ambaye alikuwa si katika familia ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Na tena iliwezekana kwamba baada ya halifa wa kwanza mtu mwingine angechaguliwa halifa. Mauli Muhammad Ali Sahib alikuwa anategemea atachaguliwa kuwa halifa, lakini wengi wakakubali kwamba Mirza Bashiruddin Mahmud atakuwa khalifa. Kwa hivyo yeye alichaguliwa kuwa halifa. Huyo bwana Singa anaandika kwamba ikiwa kulikuwa hakuna msaada wa Mwenyezi Mungu ndani ya Mirza Bashiruddin Mahmud, Sayyidina alayhi salatu wasalam alijuaje kwamba atapata mtoto ambaye atakuwa na sifa hizi? Wakati Sayyidina alayhi salam alipotangaza tangazo hili, alikuwa na watoto wa kiume, lakini alitoa bishara kuhusu mtoto mmoja tu, na tunaona kwamba yule mtoto alikuwa na sifa hizi ambazo zilileta mapinduzi duniani. Wakati yule bishara hii ilipofanywa, wakati ule jumuiya ilikuwa haina uwezo, lakini katika hali ile ya duni, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, jumuiya ilienea katika nchi zaidi 50 wakati wa halifa wa pili, na jumuiya ilipatikana takriban katika kila kona ya dunia. Na hii ilitokea kwa sababu ya bishara ya mwana aliyeahidiwa kwamba kwa kumpitia yeye Islam ilienea duniani kote. Kisha lengo la kuja kwa huyu mtoto lilikuwa hili, kwamba watu wajue heshima ya dini tukufu ya Islam. Kiongozi wa Waislamu na mtu ambaye alikuwa mashhur, shairi Maulvi Zafar Ali Khan Saheb, alikuwa mhariri wa gazeti la Zamindar. Yeye alisema katika makala yake kwamba sikilizeni kwa makini sana, kwamba nyinyi na wasaidizi wenu hamwezi kupambana na kushindana na Mirza Mahmud Ahmad mpaka siku ya kiyama. Mirza Mahmud ana Qur'ani tukufu na ana elimu ya Qur'ani tukufu. Nyinyi hamna kitu chochote, hata nyinyi hamkusoma Qur'ani katika ndoto, lakini Mirza Mahmud ana jumuiya ambayo ina tayari kujitolea kila kitu kwa ajili yake chini ya amri yake. Mirza Mahmud ana wabashiri ambao wana elimu ya aina mbalimbali, na wao wanafanya kazi ya dini tukufu ya Islam katika nchi mbalimbali ya dunia. Kuhusu mwana aliyeahidiwa, ilikuwa bishara kwamba atakuwa mwenye azma sana,
atakuwa na elimu ya hali ya juu. Khaja Hasan Nizam Dehlvi ambaye alikuwa si mwana jumuiya ameandika kuhusu elimu ya halifa wa pili kwamba yeye ni mgonjwa lakini maradhi yake haileti kizuizi katika elimu yake. Mirza Mahmud katika upinzani alifanya kazi kwa subra sana, na kwa kufanya kazi hii amethibitisha kwamba yeye ni shujaa, na vile vile yeye ana hekima, na vile vile yeye ana ufahamu sana, na vile vile yeye anajua namna ya kutumia akili yake. Kuhusu maana aliahidiwa bishara ingine ilitolewa kwamba atatolewa wafungwa watapata uhuru kutoka kwake. Bishara hii pia ilitimia, na bishara hii inatimia hivi pia kwamba ubinadamu ulishangaa sana kwa kupitia kazi yake na kazi iliyofanyika kuhusu Kashmir. Kazi ile pia ni shahidi kuhusu juu ya sifa yake. Sar Zulfikar Ali Khan, Sar Muhammad Iqbal, Khaja Hasan Nizami Dehlvi, Sayyid Habib tarehe 5 1931 katika mwezi wa Julai kamati iliundwa na halifa wa pili aliteuliwa kuwa kiongozi. Kwa kumpitia halifa wa pili watu wa Kashmir ambao walikuwa wanaishi maisha ya duni sana na maisha mbaya sana, wao wakapata maisha mzuri na haki zao zilikubaliwa, na wao wakapewa wakilishi katika bunge. Mtu mmoja aliandika kuhusu Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu, wakati watu wa Kashmir walikuwa wanaishi katika mateso na katika shida, wakati ule Mirza Saheb alichaguliwa kuwa kiongozi wa kamati hii. Yeye alichaguliwa na watu, na uchaguzi huu ulikuwa mzuri sana. Ikiwa Mirza Saheb asingechaguliwa, basi katika hali hii kazi isingefanyika vizuri na Waislamu wangepata hasara kubwa sana. Maulana Muhammad Ali Johar Saheb katika gazeti lake liitwalo Hamdard 1927 aliandika kwamba ikiwa mimi sisifu Mirza Mahmud na jumuiya yake, basi itakuwa kinyume na shukrani ya Mwenyezi Mungu, kwamba yeye ingawa kulikuwa tofauti ya itikadi lakini aliwasaidia Waislamu wote. Sasa wakati unakuja kwamba jumuiya hii ya Ahmadiyya itajulikana duniani kote, na vile vile wanajumuiya watakuwa viongozi wa dunia, lakini mashekhe wengine wanakaa misikitini hawafanyi kazi, lakini wanajumuiya wanafanya kazi na wanasambaza ujumbe wa Islam. Kisha mfasiri wa Quran Alama Abdul Majid Daryabadi, wakati halifa wa pili alipofariki, yeye aliandika makala na alisifu sana huduma yake ya Qur'an tukufu, na anasema yeye halifa wa pili alisambaza Qur'an tukufu duniani kote, na jinsi aliyofanya juhudi ya kusambaza Qur'an tukufu duniani, Mwenyezi Mungu ampatie ujira wake kwa sababu ya juhudi yake, na jinsi aliyoeleza tafsiri ya Qur'an tukufu kazi ile pia ni aina yake, mfano wake haupatikani. Padri moja wa Marekani aliwahi kuja Qadian,
alikuja 1914 katika mji wa Qadian. Yeye aliuliza maswali kadhaa kwa wanajumuiya, na maswali haya yalikuwa muhimu sana. Alisema, mimi nimekuja kutoka Marekani, nimefika hapa, nimewauliza maulama wengi maswali haya, lakini hakuna hata mmoja ambaye alitoa majibu mazuri. Kwa hiyo mimi nataka kuuliza maswali haya kwa halifa wenu, nitaona yeye atatoa majibu gani. Maulwi Umar Din Saheb anaeleza kwamba maswali yalikuwa magumu kiasi hiki kwamba kwa kushikia maswali haya nikawa na yakini kwamba Mirza Saheb bado ni kijana na yeye hakupata masomo sana ya dini na umri wake bado ni mdogo, na yeye bado hajui elimu, hawezi kutoa majibu ya maswali haya. Basi hivi jumuiya itapata fedheha sana ikiwa yeye anaulizwa maswali haya, kwa sababu ikiwa Mirza Saheb hakuweza kutoa majibu ya maswali haya, huyu padri akirudi Marekani yeye atasambaza habari hii kwamba halifa wa Ahmadiyya hajui kitu chochote, hana elimu, na yeye hawezi kusimama dhidi ya Ukristo. Yeye ni khalifa wa jina tu. Haya yalikuwa maoni ya huyu Maulwi Saheb. Anasema, mimi nilikuwa na wasiwasi sana, kwa hiyo nikafanya juhudi huyu padri asiweze kukutana na halifa na arudi bila kukutana naye, lakini padri alikuwa anasisitiza kwamba anataka kuonana na halifa wa pili. Kwa hiyo anasema, mimi nilimwendea halifa wa pili kwamba padri kutoka Marekani amekuja na nataka kuuliza maswali kadhaa, sasa tufanye nini? Halifa wa pili akasema kwamba muiti huyu, haina wasiwasi. Kwa mimi nilimchukua pamoja nami na nikaenda naye kwa chumbani. Padri akaanza kuzungumza mazungumzo ya hapa na pale, baadaye akauliza maswali, mimi nikatoa tafsiri yake katika Kiurdu. Hazrat Muslim Maud akasikiliza maswali yake yote kwa makini sana, kisha akatoa majibu yake mazuri kiasi hiki kwamba mimi nikashangaa kwa kusikia majibu yake. Nilikuwa sitegemei kwamba halifa wa pili atatoa majibu ya maswali haya vizuri kiasi hiki. Mimi nilipofanya tafsiri yake katika lugha ya Kiingereza kwa kusikia majibu, huyu padri akasema kwamba mimi sijawahi kusikia maneno haya kutoka kwa mtu mwingine yeyote. Inaonekana kwamba halifa wenu ni mtaalamu wa hali ya juu na yeye anajua sana kuhusu dini mbalimbali. Kwa kusema hii, yeye alimbusu mkono ya halifa wa pili na kisha akarudi. Februari 1945 katika Ahmadi House Lahore, kwa jina la uchumi wa Islam, alitoa lecture. Baada ya lecture hii, Lala Ram Chandra Sahib ambaye alikuwa chairman wa hafla akatoa hutuba na akasema, mimi ni mwenye bahati nzuri sana kwamba mimi nimepata bahati ya kusikiliza hutuba hii, na mimi nafurahi kwamba jumuiya inapata maendeleo na inaendelea kupata maendeleo sana. Hutuba mliosikiliza sasa hivi, katika hutuba hii Hazur ameeleza mambo mazuri na mapya. Mimi nimefaidika sana kwa kupitia hutuba hii, na mimi nategemea kwamba nyinyi pia mtakuwa mmepata faida kubwa sana kutoka katika hutuba hii. Vile vile mimi nimefurahi kwamba katika jalsa si Waislamu tu bali wasiokuwa Waislamu pia wamehudhuria, na nina furaha kwamba hivi Waislamu na wasiokuwa Waislamu wanaendelea kuelewana vizuri. Mimi napata nafasi ya kubadilishana mawazo. Jumuiya hii inaeleza tafsiri ya Islam ambayo ni nzuri sana kwa ajili ya nchi hii. Zamani nilikuwa nikifikiria, na ilikuwa kosa langu, kwamba Islam inaangalia haki za Waislamu tu na haijali kuhusu wasiokuwa Waislamu. Lakini baada ya kusikiliza hutuba ya halifa wa Jumuiya Ahmadiyya, mimi nimejua kwamba Islam inaleta mafundisho ya usawa katika wanadamu. Kwa hiyo kwa kusikiliza mafundisho haya mimi nina furaha kubwa sana. Kwa hiyo nitawasihi marafiki zangu kwamba mnalazimika kuheshimu dini tukufu ya Islam.
jinsi mliosikia hutuba ya hazur masaa mawili au masaa mawili na nusu, ikiwa angeona hali hii mzungu angeshangaa kwamba bara la Hindi imepata maendeleo kiasi hiki kwamba wanakaa sehemu moja na wanasikiliza hutuba kwa makini sana. Kwa hiyo nawashukuruni sana, na vile vile kwa niaba yangu, kwa niaba yenu namshukuru halifa wa Jumuiya Ahmadiyya sana kwamba yeye ametupatia nafasi katika wakati wake na ametupatia hutuba yake. Bana Akhtar Saheb ambaye alikuwa in charge wa idara ya Urdu, Professor Abdul Mannan Saheb ambaye alikuwa in charge ya idara ya Persian, yeye anaeleza tukio lake. Anasema, mimi nilimpatia tafsiri ya halifa wa pili bana Abdul Mannan. Yeye kwa kusoma tafsiri hizi alipata athari kiasi hiki kwamba aliwapatia mashekhe wengine pia tafsiri ya halifa wa pili, na siku moja akawaita hawa mashekhe wote na akauliza maoni yao. Sheikh moja akasema, hatukuweza kupata tafsiri hii katika tafsiri ya Kipersian. Na kisha akaulizwa kwamba katika lugha ya Kiarabu je, tafsiri ya aina hii imetolewa? Yeye akasema kwamba hatupati vitabu vyote vilivyoandikwa katika lugha ya Kiarabu. Bana Abdul Manan Saheb akasema kwamba hakuna tafsiri hata mmoja ambayo inafanana na tafsiri ya Mirza Saheb katika lugha yoyote. Unaweza kusoma vitabu vyote katika Kiarabu kisha baadaye niambie kwamba je, tafsiri ya aina hii inaweza kupatikana katika vitabu vingine? Lazima huwezi kupata mfano wake. Munshi Abdurrahman Saheb kuhusu elimu ya halifa wa pili anasema, wakati halifa alipokuja mji wa Sakkar, washukuwa na jumuiya walikuwa wakija kukutana na halifa. Mimi pia nilileta mtu mmoja. Halifa mtukufu alikuwa amekaa katika hafla, watu walikuwa wanamuuliza maswali, Hazur alikuwa anajibu maswali, lakini yule mtu nilileta akakaa kimya. Wakati kikao kilipokwisha nikamuuliza, kwa nini hukuuliza swali? Akasema kwamba mimi nikiuliza swali basi ningejieleza aibu zangu. Yule alikuwa mdui wa hali ya juu na mpinzani sana wa jumuiya, na akasema kwamba mimi niliendelea kufikiria kwamba huenda mimi nitajiunga na jumuiya, sitarudi bila kujiunga na jumuiya. Lala Karamchand ambaye ni hariri wa gazeti fulani alienda Qadian. Yeye alipata athari nzuri sana kule Qadian, na baadaye aliandika makala katika gazeti lake. Aliandika katika makala moja kwamba tulikuwa tunafikiria bana Zafrullah ni mtu mtaalamu sana, kwa sababu alikuwa executive member wa Viceroy, lakini mbele ya halifa wa pili yeye ni mtoto. Halifa wa pili ana rai na ushauri mzuri zaidi kuliko Zafrullah Khan Saheb, na vile vile anatoa hoja nzuri sana. Yeye ni kiongozi mzuri sana. Mtu wa aina hii anaweza kuendeleza nchi ya mkoa wowote vizuri. Mtu mmoja ambaye si mwanajumuiya alihudhuria jalsa salana. Yeye anasema katika maoni yake kwamba jumuiya nzima na watu wote walikuwa natii amri zote za halifa. Kwa kuona hali hii nikaona kwamba huyu kiongozi wa jumuiya ni mtaalamu sana na vile vile ni kiongozi mzuri.
mtu mwingine ambaye si mwanajumuia kwa kusoma tafsiri jalada la 3 anasema kwamba siku hizi mimi nasoma tafsiri jalada la 3 kwa makini sana, na baada ya kusoma tafsiri hii mimi naweza kusema kwamba ameeleza tafsiri mpya, na tafsiri hii ni aina yake, na tafsiri hii imeelezwa kwa njia nzuri sana. Kwa kusoma tafsiri hii mtu anajua kwamba halifa wa pili alikuwa na elimu ya hali ya juu. Lakini mimi nashangaa kwa nini mimi sikusoma tafsiri kabla ya siku ya leo. Lao ningeweza kusoma vitabu vyote vya tafsiri vya halifa wa pili, na jana ni kwa kusoma tafsiri nikapata hali ya aina fulani, kwa sababu kwa kufanya tafsiri ya aya fulani alieleza tafsiri ambayo haikuelezwa na wafasiri wengine. Mwenyezi Mungu amjalie halifa umri mrefu. Hazuru anasema basi wanajumuia na wasiokuwa wanajumuia wote walitoa maoni mazuri kuhusu halifa wa pili, na baada ya kukutana na halifa wa pili wao walikuwa wakipata athari nzuri. Na walipokuwa wakijua kuhusu sifa zake, kwa kuona sifa zake walikuwa wanashangaa. Kwa hiyo bishara hii ilitimia waziwazi. Mikutano inayofanywa siku hizi, katika mikutano hii bishara hii inaelezwa, vile vile kazi ya halifa wa pili inaelezwa kwa kujua hali hii yote. Na kuhusu hali yote tunatakiwa tuendelee kumwombea halifa wa pili, na pamoja na hii tuendelee kuchunguza hali zetu pia. Tunatakiwa tujue kwamba maendeleo ya jumuiya yatapatikana wakati kila mwanajumuiya atakapochunguza nafsi yake na atakapoboresha hali yake. Tutakapofanya hivi, basi katika hali hii tutaona maendeleo ya jumuiya yatapatikana zaidi kuliko zamani. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.